Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Stefan Aziz Ki. Stefan Aziz Ki. Hii nadhani ni safari yake ya kuelekea kule Wydad Stefan Aziz Ki huyo hapo akiondoka katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere International. Inatajwa kwenda kujiandaa na maandalizi ya klabu bingwa ya dunia ya vilabu Wydad Casablanca bwana. Manake inatarajia kusafiri June 9 kuelekea kule USA Marekani kwa ajili ya kombe la dunia la vilabu ambalo linatarajiwa kuanza June 15 mpaka Julai 13. Stefan Aziz Ki huyo kama unavyoona pale akiwa anakaguliwa tayari kwa safari ya kuelekea kule bwana Morocco Wydad Casablanca. Tunaambiwa bwana Wydad watacheza michezo miwili ya kirafiki dhidi ya Sevilla pamoja na Porto. Kweli ama sio kweli kuhusiana na Stefan Aziz kuzungumzwa kwamba ameondoka ndani ya klabu ya Yanga na kuelekea ndani ya klabu ya Wydad Casablanca? Ni kama tetesi, lakini ni ukweli usiopingika kwamba Stefan Aziz Ki ameondoka na kuelekea Wydad Casablanca ambako ndiko anakwenda kufanya kazi kama timu yake mpya, na tunafahamu kwamba timu ya Wydad Casablanca itashiriki kombe la dunia ngazi ya vilabu, na tunafahamu kwamba mchezo wao wa kwanza utakipiga dhidi ya Manchester City kutoka pale Ulaya. Kwa hiyo Stefan Aziz Ki atakwenda kupambana na mabeki wa Manchester City kwenye michuano hiyo, lakini pia atakwenda kukutana na mshambuliaji hatari Haaland wa Manchester City. Sasa baada ya taarifa na kuona picha mbalimbali kama ambavyo unaweza ukatazama pia video hiyo kimuonyesha Stefan Aziz akiondoka kwenda huko Morocco kwa ajili ya kujiunga na timu yake mpya ya Wydad Casablanca. Bana, kumekuwa kuna comment mbalimbali kuhusiana na kuondoka kwa Stefan Aziz Ki, lakini tumeona baadhi ya mashabiki magrupu mbalimbali ya Yanga wakitumia nafasi ya kuweza kuandika ujumbe kwa Stefan Aziz Ki kama kumshukuru kwa kila ambacho amewafanyia wana Yanga, kama ku appreciate kila ambacho amekionyesha ndani ya klabu ya Yanga. Lakini moja kati ya watu ambao ni watu wa karibu sana kwa Stefan Aziz Ki, lakini ni rafiki mkubwa sana wa Stefan Aziz Ki, ni waziri wa madini nchini Mheshimiwa Anthony Mavunde. Bwana, yeye ametoa neno kwa aliyekuwa kiungo mshambuliaji wa Yanga Afrika Stefan Aziz Ki. Katika ukurasa wake wa Instagram amechapisha kuwa ameandika a true lad I bon voyage Aziz, akiwa na maana ya kumtekea kila la heri. Mheshimiwa Mavunde ameandika hayo kama heri ya kumtekea safari njema nyota huyo ambaye tayari amekamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya Wydad Athletic Club ya pale nchini Morocco. Kwa hiyo iko hivyo, tunafahamu ni moja kati ya watu wa karibu. Mara kadhaa Aziz pia alikuwa akizungumza kuhusiana na Anthony Mavunde, na ilikuwa inaonekana kabisa kwamba Mheshimiwa Anthony Mavunde pamoja na Stefan Aziz Ki ni watu ambao walikuwa ni marafiki wakubwa. Kwa hiyo unaweza kuona pengine
namna ambavyo waziri wa madini nchini Mheshimiwa Mavunde ameguswa pia kwa uondoka kwa Stefano Aziz Ki na kuweza kuandika maneno hayo yenye ishara ya kumtakia kila laheri ya safari yake ya kuelekea kwenye klabu yake mpya ya Wydad Casablanca. Bwana Stefano Aziz Ki tunafahamu na tutamkumbuka kwa matukio mengi, uwezo wa kuweza kupiga mashuti, uwezo wa kuweza kupiga free kick, lakini uwezo wa kuweza kupiga chenga. Tumeshuhudia matobo mengi, baadhi ya mabeki wakiweza kupitishwa na Stefano Aziz Ki. Kwa hiyo ni matukio mengi ambayo pengine Stefano Aziz Ki atakumbukwa kwa yale ambayo alikuwa akiyafanya ndani ya klabu ya Yanga. Moja kati ya mechi ambazo amefanya vizuri ni moja pia kati ya michezo ya derby. Tumeona mara kadhaa akiweza kuwafunga watani wa Yanga ambao ni Simba Sports Club, ushindi wa magoli 5-1. Tuliona alichokifanya kwa Aishi Salum Manula akiwa ni moja kati ya wachezaji pia ambao waliweza kufunga. Kwa hiyo ni mambo mengi sana ambayo Stefano Aziz Ki atakumbukwa, lakini kubwa zaidi pia ni tukio lake la harusi ambalo alifanya kwa kuweza kufunga ndoa na Bi Mobeto. Kwa hiyo ni moja pia kati ya tukio kubwa sana ambalo unaweza ukasema anaondoka, lakini bado ni mbongo kwa sababu ameweza kuoa Mtanzania, na tunafahamu kwamba moja kati ya jina ambalo amebatizwa na baadhi ya mashabiki wa klabu ya Yanga ni shemeji wa taifa. Kwa hiyo iko hivyo, lakini kubwa zaidi ni kuondoka kwa Stefano Aziz Ki ambaye mpaka sasa bado klabu ya Yanga hawajatoa taarifa ya kuondoka kwa Stefano Aziz Ki, lakini iko hivyo kwamba Stefano Aziz Ki ameondoka na pengine huenda tukashuhudia taarifa ama ujumbe ambao utatolewa na klabu ya Yanga kuhusiana na kuondoka kwa Stefano Aziz Ki. Lakini kwa sasa Stefano Aziz Ki ameshakwisha kuondoka, kama ambavyo unaweza ukatazama hapo, ameelekea zake huko Wydad Casablanca ambako anakwenda kwenye majukumu mapya na klabu yake mpya ya Wydad Casablanca. Zilikuwa tetesi, lakini kwa sasa yametimia na tayari ameelekea huko. Kwa hiyo moja kati ya pengo ambalo pengine huenda tukalishuhudia ni la Stefano Aziz Ki, lakini kama pengine atakuja mchezaji ambaye ataziba pengo lake na mashabiki wa Yanga wakasahau Stefano Aziz Ki, basi Yanga watakuwa wameupiga mwingi. Lakini ni moja kati ya wachezaji ambao ni wa kiwango cha juu, ni moja kati ya wachezaji ambao wamefanya makubwa. Tumeshuhudia msimu jana akiibuka kuwa mfungaji bora mara baada ya kufunga magoli 21, ambayo tunafahamu kwamba Feitoto yeye alikuwa mfungaji namba 2 ambaye alifunga magoli 19. Kwa hiyo mmoja kati ya wachezaji ambao wamefanya makubwa, lakini pia aliibuka kwa MVP wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hiyo ni mambo mengi sana ambayo Stefano Aziz Ki ameyafanya, lakini moja pia kati ya tukio ambalo linakumbukwa ni ile tukio la goli lake dhidi ya Mamelodi Sundowns kwenye mchezo wa robo finali ambao ulipigwa kule kwa Madiba South Africa. Goli ambalo lilizua mijadala mikubwa sana. Tuliona likikataliwa licha ya kuwa kwamba tayari goli lile lilikuwa limeshakwisha kuingia nyavuni. Kwa hiyo ni moja kati ya tukio pia ambalo mashabiki wa klabu ya Yanga wanakumbuka ama wanalikumbuka. Kwa hiyo ni matukio mengi ambayo ukisema unakumbuka nini kuhusiana na Stefano Aziz Ki, unaweza kuzungumza mengi sana kwa sababu amefanya mengi ndani ya klabu ya Yanga. Lakini mara baada ya kuondoka kwa Stefano Aziz Ki, kuna tetesi nyingi sana ambazo zimeendelea kuzungumzwa mitandaoni juu ya mrithi wa Stefano Aziz Ki. Faisal Salum Feitoto anatajwa kama mrithi ajaye, na tetesi zinazungumza kwamba ameshakwisha kukubali kuvaa jezi namba 10 ya Stefano Aziz Ki. Lakini tetesi nyingine ama taarifa zinazungumza kwamba mara baada ya kuondoka kwa Stefano Aziz Ki, Jonathan Kangalombo ameomba jezi namba 10 aweze kuvaa yeye. Lakini pia Jean Claude Glimgisha kutoka ndani ya klabu ya Al Hilal kutoka Sudani ni moja pia kati ya wachezaji ambao wanatajwa kuja kurithi nafasi ya Stefano Aziz Ki. Kwa hiyo ni tetesi ni nyingi kuhusiana na mrithi
wa Stefano Aziz Ki ndani ya klabu ya Yanga. Lakini kwenye dirisha kubwa la usajili tutaona pengine ni nani ambaye atakuja kurithi mikoba hiyo ya Stefano Aziz Ki, na tayari tumeshakwisha kusikia kauli mbalimbali kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Yanga kiwemo Ali Shabani kama ambaye ni afisa habari ya klabu ya Yanga, ambaye alizungumza kwamba kuna kiungo ambaye tayari ameshakwisha kusajiliwa na atatambulishwa na nyota ama gwiji wa zamani wa Brazil Ronaldinho, ambaye tunafahamu kuna tukio la mechi ya magwiji kutoka Brazil ambalo litafanyika kule visiwani Zanzibar. Kwa hiyo yeye alizungumza kwenye hafla ya kuzungumza tukio hilo kule Zanzibar, na akasema kwamba anatamani nyota huyo mpya ama kiungo mpya ambaye tayari ameshakwisha kusajiliwa atambulishwe na Ronaldinho. Ni nani huyo? Ni Faisal Salum Feitoto, ni Jean Claude Girimugisha, ama ni nani ambaye anatajwa? Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.